Siku ya kimataifa ya familia hii leo Mei 15, dunia inaadhimisha siku hii. Imeonekana kuna umuhimu mkubwa wa kuangazia zaidi kuhusu familia. Familia ni kitu gani? Inajengwa vipi hii familia? Lakini ni mambo gani ya kuzingatia ili familia kuwa salama? Ndicho ambacho tunakijadili hapa ndani ya Alasiri, tukiwa na mtaalamu wa masuala ya watoto pamoja na familia, Onesmo Itozia. Karibu sana Onesmo. Nakushukuru sana. Heri ya siku ya familia. Asante sana na kwako pia. Nashukuru sana. Familia ni ile ambayo tunayo nyumbani tu. Aha. Kwanza nimeshangaa tunasema ni siku ya familia, lakini ukweli ukiangalia huko hakuna shamra shamra. Kwa sababu familia nadhani katika vitu vya muhimu kwenye jamii kuliko vyote vya msingi ni familia. Sasa nilitarajia kwamba tukipita barabarani tuone watu, lakini unaona kabisa ni kwamba kimya. Hakuna mtu anashangilia kule, hakuna mtu anasherehekea. Au tunashangilia ndani kwetu. Kila mtu anashangilia akiwa na familia yake. Labda, lakini wangapi ambao tunafahamu? Sawa, umeniuliza swali familia ni nini? Familia katika upana wake ni kikundi cha watu. Kikundi hiki kinakuwa kimeunganishwa kwa mahusiano, lakini sio mahusiano tu ya kawaida, ni mahusiano ya damu yanayohusisha masuala ya kuolewa, lakini na masuala ya kuasili. Ila pia inaenda mbali zaidi, inakuwa inahusisha pia mahusiano ya kihisia yenye nguvu, ambayo hiyo ndio inaitwa familia ya wanasema ya hiari. Sasa ukiangalia tukizungumzia huo mnyororo mzima, tukisema habari ya damu na ndoa, na kuja na mkuta baba mama, lakini namkuta babu bibi pande zote, na wakuta wajomba pande zote. Hivi wajomba wanakuwa pande zote. Wajomba, shangazi, na mkuta mme wa shangazi, mke wa mjomba, na kuta mke wa baba mdogo, na wakuta watoto wa mjomba. Kwa hiyo hiyo kwa ujumla ndio familia. Na mkaza shangazi, mlea mjomba, wote hao. Alafu inakuja wale ambao pia wanaishi ndani ya nyumba husika. Kama mimi na house girl, tunasema house girl, na mtu ambaye ananisaidia kazi nyumbani, au mtu ambaye anasaidia labda bustani kwa wale ambao wana bustani, huyo naye ni mwanafamilia, kwa sababu tayari yuko chini ya himaya yako. Kwa hiyo tukiangalia tunakuja pia kuna hawa nimesema familia za hiari. Familia za hiari ni pamoja na baba wa ubatizo, mama wa ubatizo, kwa wale ambao wana kiongozi wa dini ambaye ni mtu alikuwa wa thamani sana kwenye familia yako, mpaka mkawa kama ndugu. Sisi kule kwetu tulikuwa tuna masuala ya mahusiano, tunasema undugu wa kuchanjiana damu. Sisi tulikuwa tunachanjiana damu, yani akisha kuwa hivyo basi ni kwamba hamwezi kabisa kumfanyia kitu kibaya. Ni ndugu yako. Ni ndugu kabisa wa damu. Kwa hiyo hizo zinatambulika hizo familia za hiari kwamba nazo ni familia. Nazo ni familia. Maana tumezoea pia leo kusikia wana familia ya Azam, au ukasikia bwana huyo familia huyo mwananchi huyo bwana, ama huyo hizo vipi nazo? Ukigusia hapo kuna marafiki wa karibu. Yes, kuna marafiki wa marafiki zetu. Sawa. Yani watu wote, lakini sasa sio tu ya kuzungumza. Lazima tunapohitaji familia lazima tuwe na ule ushirikiano, yani ya mahusiano ya kihisia, mahusiano magumu mazito, ambayo akifanyiwa mtu kibaya au akipata tatizo, yani wewe huwezi kutulia. Sio ile tunaitana familia lakini alafu baadaye familia familia. Lakini tunapozungumzia familia kwa muktadha wa kifamilia wa kisosioloji, ni muktadha wa watu ambao wana mwingiliano wa ndani sana wa kihisia, lakini ambao pia unahusiana na mwingiliano wa damu. Mwingiliano wa damu, mwingiliano wa kihisia, unaenda kujenga familia. Naam. Lakini ukiacha huu mwingiliano, bila shaka kuna vipengele vingine ambavyo vinajenga familia. Vitu gani hasa ambavyo ndivyo vichochezi, vichechemuzi katika kuijenga hii familia ikawa familia hasa? Sawa. Sasa hapo ni labda tunazungumzia kuwa familia hai. Lakini ile kwamba
tayari kuna mahusiano hayo niliyoyataja, yaani utake ustake, wewe ni familia. Sasa kuna watu ambao sasa unakuta kwa sababu hatuna mahusiano mazuri, tunaweza tukajikuta tumeacha mawasiliano, tumejitenga, lakini hiyo haikufanyi wewe usiwe mwanafamilia. Kinachokufanya wewe kuwa mwanafamilia ni ile damu ambayo inakuunganisha na wale watu, kwa sababu kwenye hao watu hao tunaozungumzia, tukiangalia vinasaba tunakuta wanafanana. Sasa nini kinachoweza kuifanya familia iwe bora au iwe kweli na familia hai? Na kitu cha kwanza ni mahusiano, kwa maana ya mawasiliano. Asubuhi nilikuwa mahala ninatolea mfano kwamba kuna kabila moja kila ikifika Desemba wanaenda vikao. Wachaga hiyo. Vile vikao maarufu. Wale maarufu. Vile vikao na Wahaya. Siku hizi safari zao zimeanza pia. Kailabwa. Sasa zile safari na vile vikao wanafanya ndivyo vinasaidia kujua nani ana changamoto gani, nani anahitaji msaada upi, na ule msaada mnaposaidiana ndio unaojenga ule mwingiliano na ule uhai wa familia yenyewe. Ndio mnagundua kwamba fulani hawezi kumtunza mwanaye kwa sababu hana uwezo wa kutoa chakula. Mwenzetu hapa ameanza kuwa mlevi, anapindukia, inabidi tumsaidie achane na ulevi ili aweze kulea vizuri. Sasa ikishindikana hapo, ndio hapo unakuta mtu anabaki anakuwa yuko kwenye familia, lakini anabaki familia haina maana, kama ulivyokuwa unasema. Sasa familia haina uwezo. Kwa hiyo migogoro kwenye familia ni lazima, yaani hiyo ipo, lakini haiepukiki. Lakini tunafanya nini kutatua ile migogoro ili tuendelee kuwa salama, kwa sababu ile migogoro ndio inaleta uhai pia wa familia. Migogoro nayo inaleta uhai wa familia kivipi? Tunapotofautiana, migogoro ni tofauti ya mawazo, sawa, kati yangu mimi na wewe, mitazamo. Ile migogoro inapotatuliwa, kwanza migogoro ndio inaonyesha nani ana mawazo mazuri, nani hana mawazo mazuri, nani tumtegemee, nani tusimtegemee, nani yupo active, nani anashiriki, nani hashiriki. Na hiyo ndio inaleta sasa, inachachua uhai wa familia yenyewe. Lakini isitumike kuwa chanzo cha kuvuruga familia, yani kuvuruga mahusiano yetu. Sasa tukirudi hapa kwenye familia, pamoja na uhai tunaozungumzia ambao familia inatakiwa kuwa nayo, lakini kazi moja kubwa ya familia yoyote tunaizungumzia, kwa sababu familia ndio msingi kabisa. Familia ndio inajenga jamii, familia ndio inajenga serikali. Unajua, tukizungumzia rais, waziri, mbunge, mkurugenzi wa nini, hawa wote wanatoka kwenye familia. Yaani kuna familia ambayo wao wameungana na imewalea. Na sasa hao ndio wanatuonesha picha ya familia yake ikoje alikotoka. Kwa hiyo tukiona matatizo yote yaliyoko kwenye jamii yanayotuzunguka, tunazungumzia rushwa, tunazungumzia matatizo yote tunayozungumzia, wizi, ukosefu wa maadili na kila kitu, matukio ya ukatili ambayo yanaendelea, sawa, ni familia. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hivi tulipo kwa siku ya leo ni muhimu sana tukajikumbusha kwamba je, familia inafanya kazi sawa na inavyotakiwa kufanya? Familia ina uhai? Lakini ukiangalia kiuhalisia familia haina huo uhai tunaotamani uwe nao. Sababu kwa mfano nilikuwa najaribu kutafakari, sasa hizi tuna watoto, mwaka 2011 kulikuwa na watoto kama 11,000 na kitu waliokuwa kwenye taasisi, kwenye vituo vya kulelea yatima. Mwaka 2018 kulikuwa na watoto 13,000 na zaidi kwenye vituo vya kulelea watoto yatima. Mwaka 2022 takwimu zilionyesha watoto 70,000 na zaidi walikuwa kwenye vituo vya kulelea watoto yatima. Sasa 2022 pia tathmini ilifanyika katika mkoa wa Arusha, ofisi ya mkuu wa mkoa. Watoto 88% ya watoto waliokuwa kwenye vile vituo wana familia. Na hiyo ni takwimu duniani, wanasema 80% mpaka 90% ya watoto ambao wako kwenye vituo vya kulea watoto yatima wana familia. Familia zao zipo. Ndo hapo, familia zipo lakini watoto hawapo kwenye familia. Na ikagundulika nini sababu ya familia zipo lakini watoto wapo kwenye vituo vya mayatima? Sasa sababu kubwa huwa inaonyesha kwamba ni umaskini.
Sawa? Kwa sababu tunapoiona familia tunamwangalia yule baba na mama, ile tunaita nuclear family. Baba na mama na watoto. Hatuangalia wajomba, hatuangalia mashangazi, hatuangalia baba mdogo, hatuangalia baba mkubwa, ambao unajiuliza inakuwaje leo hii familia mmoja anapata tatizo, anakosa msaada na wako zaidi ya watu 20, wako zaidi ya watu 40. Kwa sababu ukiangalia hiyo chain tunayoizungumzia ya pande zote mbili ni zaidi, wanafika hata watu 100 na zaidi. Okay. Lakini inakuwaje hawa watu wanashindwa kumsaidia mtu mmoja mpaka mtoto wake anaondoka kwenye hiyo familia, anaingia mtaani, na mtaani sijazungumzia, wako zaidi ya 30 watoto mtaani. Tatizo ni nini? Unakuta tatizo ni kwamba hatuja ile tulikuwa tunazungumzia zamani, mshikamano wa jamii tuliokuwa nao zamani, kwamba tunaenda kusomea kwa wajomba, kwa kazi zetu, yani unafika pale wewe ni hamna mtu anauliza, inapungua. Sasa hizi kila mtu anafikiri kwamba ni yeye na watoto wake, na anaona maisha kwamba hapo ndo tumemaliza. Na hata mjomba akija, watoto watasalimiana nao sebuleni tu, mna kusalimiana nao zaidi. Ya hapo hujajibu swali langu. Haujajibu, yani umekuja nimesema kitu kingine. Yes, umekuja na pointi nyingine, lakini lengo ni kufahamu ni ipi misingi ambayo inaijenga familia. Sawa, kitu cha kwanza nizungumzia habari ya mawasiliano. Mawasiliano ndio msingi mkubwa, kwamba tunaweza tukawa tunazungumza, mimi nimekosewa, niweze kuleta mezani, tulijadili. Jambo la pili, samahani, kuzungumza kwa njia ipi? Siku hizi njia kubwa ambayo inatumika kwa familia ambazo ziko mbalimbali ni simu. Sawa. Sasa mawasiliano yakibaki kwa muktadha wake kama mawasiliano, njia haina madhara. Unipata njia haina madhara, lakini kwa mfano mama yangu yuko mbali na mimi au baba yangu yuko mbali na mimi, kinachoweza kujenga ukaribu na mimi, pamoja na kwamba kuonana moja kwa moja ni muhimu sana, lakini nikimpigia simu angalau mara moja kwa wiki, naongea naye kwenye simu, anaona niko karibu na yeye, na inanisaidia kujua anaendeleaje, inanisaidia kujua changamoto alizonazo, inanisaidia kujua naweza nikamsaidiaje. Kwa hiyo cha kwanza mawasiliano. Sawa. Cha pili, kusaidiana. Yaani ukiniuliza naendeleaje afu nikakwambia mimi na njaa na usinipe chakula, utakuwa haina maana. Nitakuuliza hivi, jamaa alikuwa ananiuliza ili iweje? Kwa hiyo cha kwanza mawasiliano, cha pili kusaidiana. Hivyo vyote viko kwenye watu wangesema neno moja tu, upendo. Lakini ndio maana upendo ni kitu kipana, ndio maana najaribu kuangalia hivyo vitu. Kusaidiana, tunasaidiana kwa kiwango gani kama familia? Cha tatu ndio hicho nasema sasa mahusiano, kwa maana ya kwamba tunaweza tukapata nafasi tukakaa pamoja, tukala pamoja. Siku hizi havifanyiki. Nasema hata watu tulioko Dar es Salaam, sisi wenyewe kwa wenyewe, yani una ndugu zako, mtoto wa mjomba si yuko wapi Kivule, si mwingine yuko wapi Kitunda, mwingine yuko si Bagamoyo, hatupati nafasi kwamba basi angalau mara moja kwa mwaka tukutane, watoto wafahamiane. Hiyo inaendelea kujenga hiyo misingi ya familia, inaendelea kujenga kufahamiana na inaimarisha mahusiano. Sasa tukikutana Onesmo, kila mtu ana chati. Tunaweza tukakutana lakini kila mtu atakuwa na chati. Sasa hiyo ni mbaya sana. Mimi huwa ni mmoja wa watu ambao tunapinga habari ya matumizi ya simu kupitiliza. Yaani tunapokutana na wewe kwenye mazungumzo, simu yangu nahakikisha nimeweka kimya, alafu nimeweka mfukoni, kwa sababu itanivuruga. Na tukifanya hivyo tutaondoka lile lengo la kufahamiana, la kuongea, litapotea. Kubadilishana mawazo litapotea. Likipotea, ukishaondoka unaweza hivi nilienda kufanya nini? Lakini tuchome kama ni nyama, tuchome yote pamoja, tule pamoja, tuongee, tuzungumze, watoto wetu wafahamiane. Na ndivyo inaweza kufanya tukasaidiana. Sasa ukizungumzia, na lingine ni uaminifu. Uaminifu kwa maana ya kwamba pamoja na kusaidiana, unajua kuna jamaa anakuambia na ingawa ndio hiyo ya kusaidiana, mtu anakuambia bwana, una shida fulani, nitakusaidia. Alafu anaingia mitini. Unatafuta, unasema
jamaa vipi huyu? Si angesema tu haiwezekani. Angesema tu haiwezekani. Inakuaje? Kuna mambo mengi sana ndani ya familia ya Onesmo na angalau leo tuondoke na hii misingi. Hakika. Twende tukaifanyie kazi. Kweli. Na hii elimu ninyi wataalamu, sisubiri mpaka siku hii ifike. Kumbushe. Kweli. Unajua nyinyi ni wana familia. Familia. Nafurahi sana kwa kinachokuwa kinafanywa na UTV. Okay. Mara nyingi huwa naona kuna vipindi vingi vinazungumzia masuala ya familia, masuala ya watoto, makuzi, na leo sina uhakika ni TV ngapi zinazofanya mnachokifanya. Okay. Kwa hiyo hii mimi naipa kongole management yote na watu wote wanaotoa haya mawazo. Okay. Kwa sababu hata sisi wataalamu tunaweza tukakosa pa kuzungumzia kama hatujapewa platform kama hii, nafasi kama hii. Hakika, shukran sana, na kipekee kabisa tunacho kipindi ambacho kinazungumza masuala ya familia kikiitwa Kilinge cha Familia ambacho kinaruka hapa UTV. Bila shaka huko unapata mambo mengi na madini mengi ambayo yanaihusu familia. Shukran sana Onesmo, na karibu kwa wakati mwingine. Asante. Ni mtaalamu wa masuala ya watoto na familia, na tumezungumza hapa mambo muhimu ya kuzingatia ili kuifanya familia iwe na misingi iliyo bora, familia iliyo salama, familia iliyo hai. Ikiwa hii leo dunia inaadhimisha siku ya familia.